tuzo za Grammy tayari wameshaweza kutaja wasanii ambao wameingia katika nominees for Best African Music Performance at the 2026 Grammys. Sasa hizi ni tuzo kubwa duniani ambazo zinaheshimika sana, na hasa unapozungumzia tuzo ya Grammy haifananishwi na tuzo nyingine, au sio bana? Sasa Watanzania ambao walikuwa katika hizi tuzo, mfano Diamond pamoja na Harmonize, hawajaingia katika hicho kinyang'anyiro. Yani maana yake katika nominee inaonekana kabisa kwamba wamechuja zile consideration na tayari wamepita wale ambao wana vigezo. Yani maana yake hapa yoyote anachukua. Kwanza kabisa nataka nikutajie listi ya wasanii ambao wameweza kuingia katika nominees kwa mara ya kwanza mwaka huu 2025, ambapo itakapofika mwakani 2026 wataweza kuingia katika kinyang'anyiro hicho, na yeyote anaweza kuchukua tuzo. Sasa Grammy ni tuzo kubwa sana. Sasa basi tunaanza. Burna Boy ameingia katika hicho kinyang'anyiro, nyimbo ya Love. Davido na Omalay With You. Eddie Kenzo na Maren Martin Hope and Love. Huyo Eddie Kenzo anatokea pale nchini Uganda. Akishirikiana na Maren Martin katika nyimbo ya Hope and Love. Ayra Starr na Wizkid Give Me That. Lakini pia tunaona Tyler Push to Start. Sasa basi hapa hakuna jina lingine lolote. Hakuna Abby Chams, hakuna Harmonize, hakuna Diamond Platnumz, hakuna Mario, hakuna Jux, hakuna yoyote, hakuna AY. Tunaona AY aliweza kuconsider ngoma zake mbili, Wanganeka pamoja na Simoni alioshirikiana na Harmonize. Lakini pia tunaona Diamond Platnumz aliingia katika consideration, nyimbo yake alishirikiana na Ciara Low. Lakini pia tunaona Harmonize aliconsider Finally, aliconsider Furaha, aliconsider Me Too. Kwa hiyo tunaona hiki kipengele bado kimekuwa cha moto. Kwanza hao wasanii kwanza walioingia hapo, Burna Boy Nigeria, Davido Nigeria, Omalay Nigeria, Ayra Starr Nigeria, Wizkid Nigeria. Yani hapo Tyler kutoka kule South Africa ndo ameingia katika kinyang'anyiro hicho na nyimbo yake ya Push to Start, ambayo inaonekana wengi wanaitolea macho na kusema kwamba pengine hii inaweza ikatupa mwanga. Yani hii ngoma inawezekana ndio ikaje ikachukua tuzo ya Grammy, au sio bana? Kwa sababu ni ngoma ambayo ni kali na inaonekana kabisa kwamba yeye anapigiwa upatu na wengi kuweza kuchukua hiyo tuzo. Sasa baada ya hawa wasanii wakali wa Afrika kuingia katika nominees za Grammy, maana yake mwakani 2026 naenda kuchukua Grammy, hawa wanapambana sawa, wanachuana. Hakuna jina la msanii anaimba Bongo Flava hapo. Maana yake ni kwamba wametupiga za uso East Africa na wanataka kuchukua tena. Sasa maoni ya mashabiki yamekuja baada ya Diamond na Harmonize kupigwa chini katika hicho kinyang'anyiro. Mmoja kaandika With You inaweza kachukua ya Omalay pamoja na Davido. Oh Lord have mercy. Mmoja akasema asante Mungu, asante sisi tutamsupport msanii mmoja wa Kenya akachukua Grammy inshallah, au sio bana? Mwingine akasema kwamba Davido wish all the best. Mmoja akasema alhamdulillah, Mungu mwema, Davido anaondoka na hii tuko hapa. Msanii wenu hayupo pakara, yani manake msanii wenu hayupo. He's gonna take it one day, just wait. Aliwakilisha kazi gani huko? Yupi? Hapa nazungumzia msanii gani? Labda ni Diamond ama Harmonize. Asante Mungu kwa hichi kidogo. Wengi wamefurahia baada ya Diamond na Harmonize na AY na wengine kibao ambao walikuwa wameconsider ngoma zao kupigwa chini. Kwa ni furaha. Mwingine akasema asante Mungu, CCM Grammy inakuja, msijali. Maana yake kuna tuzo za CCM za Grammy. Hayo ni maoni ya mashabiki. Mmoja kaandika ukiona hivyo mpaka admini huyo kaweka wimbo wa Taylor, ujue basi utabiri wake upo kwa Taylor kuchukua tuzo. Unajua imepostiwa na Wasafi. Kwa hiyo Wasafi
wameposti hiyo nyimbo ya Tyla. Mmoja kaandika kwamba Battle of Nigerians. Nimekutajia, yani hapo ni mchuano wa Nigeria, yani wanashindana wenyewe kwa wenyewe. Kuna Burna Boy, kuna Wizkid, kuna Davido, kuna Omalay. Yani hapo ni mchuano mkali sana, kwa sababu wamejitengeneza na walipofika kwa kweli ni pakubwa sana. Kwa hiyo nadhani wanaweza kuchukua hiyo tuzo. Mmoja akasema tunapigaje kula ni wapigie wa Nigeria. Mmoja akasema bora hizi pimbi za bongo hazipo. Eddie Kenzo kaenda Grammy, sanii lao lipo linanengua midomo tu. Eddie Kenzo kaenda bana, au sio? Mkisema hii with you itengwe. Angekuepo wa Kenya hapo ingekuwa unyama sana, au sio bana? Ameenda Eddie Kenzo Uganda. Of course ana produce ngoma kali sana. Shout out to Eddie Kenzo. Mwingine kaandika wasanii wetu wasubiri tuzo CCM, Grammy is not for everyone. Au sio? Kwamba Grammy is not for everyone. Mwingine sema kwa mara ya kwanza nafurahi na watesi wa Mwambino, good job Grammy. Mwingine sema nilitaka nishangae eti Sasampa awe nominated, uimbe uhalo utegemee Grammy kweli? Yani maoni ya shabiki kwamba yani unaimba Sasampa nataka Grammy, ni uongo. Burna Boy, let's get it. Asante Mungu, bora bongo hakuna hata mmoja, malipo ni hapa hapa. Kwa wengi wanasema bwana bora hata bongo hawajaenda huko. Mwingine sema it's hard to know how Eddie Kenzo finds a way through, but he does. 98% ya East Africans ukitoa Uganda najua hawajui nyimbo zake, na nje ya hiyo mipaka ndio kabisa, ila huwa anapenya. Kwa hiyo ni kitu kizuri amefanya Eddie Kenzo. Burna Boy, where is my Sasampa boy? Burna Boy yupo, lakini yuko wapi Sasampa boy? Afadhali Sadala na wengine walio submit tupa kule. Nilichopenda hakuna msanii wa bongo hata mmoja. Simba hayupo kwenye listi na wasanii wa CCM bado wanatiki. Mwingine sema kwa nini mnahoji kuhusu Diamond, kwani wasanii wengine hamuwaoni? Kwa hicho itoshe kusema msanii mkubwa wa Tanzania Diamond, lakini juzi hapa katoka kusema hakuna kama yeye Tanzania. Mambo yakawa mengi, sasa hivi limekuja swala la tuzo, mbona hamuwataji hao mliokuwa mnawataja? Just wataje ambao mko mnaona pengine wanafaa kuchukua hizo tuzo. Mwingine sema Disemba 9 tusisahau man. Hawa tena wanataka kuzingua. Haya, mmoja kasema kwamba wameshindwa kumweka hata Moli au hata Shalipopi, wanamweka msanii Uganda ambao hata wanachoimba kieleweki. Mwingine anasema kwamba sijawahi kufurahishwa na Diamond kutoka kwenye Grammy, but this time around nimefurahi sana, siwezi kuumia msanii ambaye haumii na mashabiki zake. Kwa hiyo niishie hapo, dondosha maoni yako, hakikisha na subscribe.